Mpendwa mtazamaji, ni Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ile ya 55 aya ya 10 hadi ya 11. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ile ya 8 aya ya 18 hadi ya 23, na injili tunaipata kwa mwinjili Mathayo, sura ile ya 13 aya ya 1 hadi ya 23. Nitaisoma. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni, akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, na ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 100, 60, 130. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ile ya 55, kilikuwa ni kipindi ambacho taifa la Israeli, Mwenyezi Mungu anamtumia Nabii Isaya kuwapatia neno la matumaini watu waliokuwa wamekata tamaa juu ya ahadi za Mwenyezi Mungu. Kumbuka kwamba nyakati zote watu wa Israeli au taifa lilipokuwa limefanya uasi, Mungu aliwatumia manabii katika kuweza kuwaonya, na baadaye pia waliporudi kwa toba, Mungu pia aliwatumia manabii katika kuweza kuwapatia neno la matumaini kwamba Bwana hakawii kutimiza ahadi zake. Bwana anakuja kulikomboa taifa. Nabii Isaya alishawaambia kwamba Bwana amesamehe dhambi zenu, akawaambia kwamba Bwana amewaadhibu, lakini atakuwa karibu na ninyi. Mungu, ahadi hiyo haikutimia, wakavunjika moyo. Je, ni mara ngapi katika nyakati zote ambazo umekuwa ukisali ukimtumainia Mungu umevunjika moyo kwamba Mungu hatimizi ahadi zake? Ndipo basi Mwenyezi Mungu akarudi kwa kinywa cha Nabii Isaya akamwambia hivi, kama vile mvua inavyoshuka kutoka mbinguni na theluji yake, kwamba hiyo mvua haiwezi kurudi tena huko juu, lazima ije inyeshe ardhi, na ile ardhi lazima izae na kwenda kuichipuza. Anasema ikampatia yule mtu aliyepanda mbegu, ikampatia chakula. Anasema ndivyo lilivyo neno la Mwenyezi Mungu. Kwanza, neno la Mwenyezi Mungu ambalo kila siku tunalipata unaposoma katika Biblia takatifu, tunapolipata kwenye misa takatifu. Neno la Mwenyezi Mungu limebeba kusudi. Kuna kusudi ambalo limebebwa kwa kila mtu ambaye amekuja pale anayelisikiza neno la Mwenyezi Mungu. Mungu hawezi kuleta neno lake hivi hivi. Hata asubuhi ukiamka, ukifungua Biblia, Mungu ana kusudi lake katika neno hilo, la kuweza kukuonya, la kuweza kukupatia moyo. Na la pili, neno la Mwenyezi Mungu kila siku tunalolipata limetoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu, limebeba kusudi. Pia huwa linakuwa limebeba ujumbe, limebeba kuzalisha, limebeba chakula. Na ndio maana lazima, kama ile mvua inavyoshuka katika ardhi inakuja kugusa kwenye ardhi,
lazima ikifika kwenye ardhi, lazima ichipuze, lazima izalishe, lazima ilete matokeo kwa yule mtu ambaye amelisikia lile neno. Na matokeo ya yule mtu vile alivyolisikia lile neno, ndivyo nabii Isaya anavyozungumza. Amesema lile neno litaingia katika ardhi na litaifanya mbegu iliyopo katika ardhi iweze kuchipua na kumpatia chakula yule anayekula. Anasema kwamba neno hilo litatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuna kipindi unapita katika mazingira magumu, kuna kipindi mambo hayaendi vile Mungu ameruhusu hilo jambo, na wakati huo sasa hujui kitu gani cha kuweza kukifanya. Mungu anakupatia nafasi ulisikilize neno lake, usome neno lake. Siku ya leo, haijalishi ahadi ya Bwana imetimia au imechelewa, Mungu anaongea nasi kupitia neno lake. Haijalishi upo katika kipindi kigumu cha namna gani, anatupatia nafasi tuanze kusoma neno lake ili aweze kuongea nasi. Ndiyo maana Yesu Kristo katika Injili amezungumza mfano wa mpanzi aliyekwenda kupanda mbegu. Maeneo ambayo mbegu hii anaenda kuipanda, kwanza mbegu hii aliyokuwa ameipanda yeye, tazama, anasema ilianguka mbegu hii karibu na njia. Maana yake nini? Kuna wale watu ambao kila siku wanakuja kanisani, wanasikiza neno la Mwenyezi Mungu, lakini akili zao zimefungwa, mioyo yao imefungwa, haipo tayari kuweza kupokea neno la Mwenyezi Mungu. Akili zao zimefungwa ili wasiweze kuelewa. Unafungua tu na Biblia, unapita tu unasoma, husomi kwa tafakari neno kwa neno. Alafu ujiulize, Mwenyezi Mungu umesema nami katika hili neno, kwa nini umenipatia hili neno? Kama ni kitabu cha nabii Isaya, manake kuna ujumbe wa kinabii katika hilo neno. Mungu unaongea nami kwa kitu gani? Kama ni Injili, kuna habari njema gani inakuja kwangu? Ukatafakari kwa kina. Wengi ufahamu wetu umefungwa, na nyakati hizi utajikuta siku nzima imepita hujasoma neno la Mwenyezi Mungu. Ufahamu umefungwa, ila message na vitu vingine tunavisoma sana. Anasema ile neno likipandwa kwa huyu mtu ambaye ufahamu wake umefungwa, ndege wanakuja wanazila. Maana yake nini? Shetani ni mwizi, anakuja anakufanya katika safari yako ya maisha unakuwa umetingwa na mambo mbalimbali, alafu ile neno wanakuja kufaidika wengine. Neno lilikuwa ni la kwako, kwa sababu ufahamu umefungwa, wanakuja kufaidika ni watu wengine. Mfano wa pili akasema, mbegu hizi ambazo ni neno la Mwenyezi Mungu zimeanguka kwenye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, zikaota kwa udongo, zikakosa kile kina. Jua lilipozuka zikaungua, kwa sababu zilikuwa hazina mizizi, zikanyauka. Ana maana gani Yesu? Anasema hawa ni wale watu ambao mara nyingi sana akija kanisani, neno likizungumzwa, mahubiri yakitoka, anashangilia sana, anapiga vigelegele. Kumbe ni mihemko tu, hajapata nafasi ya kutulia kumsikiza Mwenyezi Mungu anasema kitu gani na mimi. Huyu mtu kwa sababu ilikuwa ni mihemko, amesahau kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mihemko tu, lazima pia atumie akili yake na imani. Ukija udhia, zikija dhiki, watu hawa wanaacha neno la Mwenyezi Mungu, wanaacha kuja kanisani. Je, umekuwa ni mtu wa mihemko? Changamoto zikija unaacha kusali?
Changamoto zikija, unaacha kusoma neno la Mwenyezi Mungu? Je, ahadi za Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya mihemko yako tu? Ukiwa kanisani, tulia. Acha ushabiki wa shangilia kanisani. Ukasema neno la Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya fulani, limemkuta kumbe Mungu alikuwa anaongea na wewe. Kundi la tatu ambalo Yesu anazungumza, akasema mbegu hizi zilianguka kwenye udongo mzuri, zikazaa, 100, 100, 60, 30. Hawa ni wale watu ambao wanapolisikiza neno la Mwenyezi Mungu, watu hawa wameweka mioyo yao wazi. Watu hawa wana kusudi la Mwenyezi Mungu, wanalisikia lile neno, wanalielewa, na wakilielewa lile neno linaenda kuzaa matunda ya furaha, matunda ya matumaini. Watu hawa hata wakipita kwenye machangamoto makubwa wanasonga mbele. Mojawapo ya watu waliolielewa neno la Mwenyezi Mungu kwa kina likawasaidia alikuwa ni Paulo mtume, ambaye huyu Paulo, usisahau kwamba aliitwa na Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa ni katili akiwa analitesa kanisa. Yesu Kristo akamgeuza, akaacha ule ukatili. Baadaye akafundishwa na Yesu Kristo kwa muda wa miaka 3 akiwa katika ile jangwa la Arabia, kama anavyozungumza yeye mwenyewe katika ile waraka wa mtume Paulo kwa Galatia sura ya 1 aya 15. Neno la Mungu lilivyomgeuza akawa Paulo mtume. Alipata mateso sana. Mojawapo ya mateso ilikuwa ni kukataliwa, ilikuwa ni kutupwa baharini. Alikataliwa na ndugu zake, na angalia anavyoandika barua yake kwa Warumi, anasema, ndugu zangu, mateso ninayoyapata nyakati kama hii, na hesabu mateso ya wakati huu kwa sasa kwamba si kitu ukifananishwa na utukufu ule utakaweza kufunuliwa baadaye nikifika kule mbinguni. Angekuwa ni mtu ambaye hakujengwa katika neno la Mwenyezi Mungu, Paulo angekata tamaa, lakini anayehesabu mateso kama si kitu. Afadhali niteseke, kwa sababu Kristo aliteseka, manabii waliteseka kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu lilimjenga, akaanza kuona utukufu unaokuja baadaye. Kwa ajili ya utukufu wa mbinguni, Paulo alistahimili magumu. Stahimili magumu kwa ajili ya utukufu wa mbinguni. Usije ukaacha kusali, usije ukaacha kwenda kwenye jumuiya, usije ukaacha familia yako, usije ukaacha mambo mazuri kwa nayafanya kwa sababu ya changamoto. Nyakati hizi ambazo tuko nazo, Mungu anaongea nasi kupitia neno. Tuwe wasomaji wa neno la Mwenyezi Mungu. Tukubali Mwenyezi Mungu atupitishe katika darasa gumu, baadaye tuweze kufika mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.